Ninaendelea katika sehemu yetu inayofuata na ya mwisho ya siku 7 za mtu binafsi. Kwa hiyo katika siku ya 7 kuna siri hizo, kuna siri fulani, lakini tuko katika siku ya 7 ya mtu binafsi. Hasa nitaka nisome neno fulani kwenye Biblia ambalo linaelezea hizo siku 7 kwa mafumbo. Nataka nielezee, litatupa wepesi wa kuelewa siku 7. Nitaenda kusoma kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 12 mpaka 15. Ninafungua Efeso sura ya 4 mstari ule wa 12 mpaka mstari wa 15. Tutasoma tuangalie siku 7 za mtu binafsi. Waefeso sura ile ya 4 mstari ule wa 12 mpaka ule mstari wa 15. Bwana Yesu abariki sana. Anasema hivi, naye alitoa wengine, mstari wa 12 anasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huko na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, na kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Kwa hiyo nimetanguliza neno hili kuonyesha kwamba kulingana na Biblia inasema kila mtu inatakiwa aweze kukua kufikia kima cha mtu mkamilifu aliye kichwa cha kanisa, kufikia kima cha Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Tuwe watu wakamilifu kwa sababu Kristo ndio mtu mkamilifu. Kwa hiyo kila mtu inatakiwa akue afikie kima cha Kristo. Kwa maana nyakati 7 za kanisa, wakati Roho Mtakatifu ameshuka pale Pentekoste, kanisa lilikuwa ndio kama mtoto mchanga amezaliwa. Sasa huyu mtoto aliyezaliwa inabidi akue. Kwenye Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 nadhani sura ya 3 pale, Paulo anasema watoto wachanga waweze kunyweshwa maziwa. Anasema mimi niliwanyeshwa maziwa kwa sababu ni watoto wachanga. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hawa watoto wachanga inabidi wakue wafike kima cha Kristo, kima cha ukamilifu. Sasa basi, wakati wa kukua kuna vitu ambavyo Mungu anavileta ndani ya mtu. Ni kama vile mwanadamu anavyokuwa, kuna tabia fulani zinakuja ndani yake. Sasa na tunapokuwa katika mwili wa Kristo, tumezaliwa mara ya pili, kuna tabia fulani za Mungu ambazo zinakuwa ndani yetu. Nitaka nizisome nazo kwenye kitabu kile cha Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 3 hadi wa 11. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa sura ya 1 mstari wa 3 hadi wa 11. Tasoma kwa jina la Bwana. Waraka wa pili wa Petro sura ya 1. Anasema hivi mstari wa 3. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vya vipasavyo uzima na utawa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake wa wema wake mwenyewe. Mstari wa 4. Tena kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washiriki wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na wema,
na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utawa, na katika utawa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Bwana Yesu abariki sana. Nilikuwa nasoma hizi tabia kwenye mstari wa 4, unasema hizi ni tabia za kiungu ambazo nimezisoma hapa kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza hapa kuanzia mstari wa 4 hapo inasema tabia za kiungu ambazo Mungu anataka zije ndani yetu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hizi tabia za kiungu ambazo Mungu anataka zije ndani yetu, kila mmoja mmoja inabidi apate hizi tabia. Ziko tabia 7. Hizo tabia 7 zote ukizichanganya pamoja unapata tabia moja, upendo. Kwa hiyo nyakati 7 za kanisa, wakati kanisa linakuwa wakati ule sasa kulikuwa kuna shuka roho moja moja ya Mungu au tabia moja moja. Kwa sababu tunaposema roho wa Mungu ni tabia ya kiungu. Kama vile tunaposema roho ya nguruwe, ujue ni tabia ya nguruwe. Kwa hiyo mtu anapokuwa na tabia ya nguruwe anakuwa na roho ya nguruwe. Watu wengi inawasumbua ukisema Roho Mtakatifu au roho wa Mungu, wanakuwa hawaelewi ni kitu gani. Ili uweze kuelewa sasa ujue kwamba tukisema mtu ana roho ya kuku, unakuwa na tabia ya kuku. Tukisema mtu ana roho ya kunguru, ujue una tabia ya kunguru. Kusema mtu ana roho ya kondoo, ujue tabia za kondoo. Hata mimi mwenyewe nilikuwa naishi sehemu fulani mwaka 2004, nilikuwa niko maeneo fulani ya Mbagala kule. Kuna nyumba moja nilikuwa napita, nilikuwa namkuta mtoto mmoja anatembea, ni mtu mzima lakini amekuwa, lakini anatembea kama ng'ombe, anatambaa, alafu mdomoni mwake anatoa udenda. Alafu analia kama ng'ombe, anafanya kwa anatembea. Watu wanasema yule mtu alikuwa amerogwa. Kwa hiyo baadaye nikajua yule mtoto alikuwa na roho ya ng'ombe. Kwa hiyo roho sio umbo. Tunaposema roho sio umbo la kile kiumbe, ni ile roho. Ukiwa na roho, hata kama wewe ni mwanadamu lakini una tabia za nguruwe, wewe una roho ya nguruwe. Kwa hiyo tunaposema Roho Mtakatifu, maana yake tunakuwa na tabia za kiungu ambazo zimeandikwa kwenye kitabu hiki cha waraka wa Petro wa pili sura ya kwanza kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, kama mpaka wa 12 au wa 10 kusoma, utapata hizo roho au hizo tabia za kiungu. Kwa hiyo ukiwa nazo hizi ndio unakuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa basi niongezee kitu gani hapo? Ukisoma kitabu kile cha Danieli, Danieli sura ile ya 4 mstari wa 24 mpaka 25. Utakuta sura ya 4 kitabu cha Danieli mstari wa 4 mstari wa 24 mpaka 25, unakuta huyu mfalme Nebukadneza, yeye alikuwa anajivuna, anajiona yeye Mungu alimbariki, akajenga Babeli, akajenga mji wa Babeli ulikuwa mkubwa sana ambao dunia yote kulikuwa hakuna kama ule. Naye ndiye alikuwa mfalme anatawala dunia yote, katika dunia kulikuwa hakuna kama yeye. Akaota kiburi, akajiita yeye ndio Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa kwenye mstari ule, kwenye sura ile ya mstari ule wa 31 mpaka 37 hivi, unakuta pale nani mfalme huyu Mungu anampa roho ya mnyama. Akapata roho ya mnyama, akakimbia polini, akakaa polini miaka 7, akawa anakula nyasi kama mnyama. Bwana Yesu abariki sana. Pale tunasema mfalme Nebukadneza alipewa roho ya mnyama. Miaka 7 ilipoisha, huyu Nebukadneza ufahamu zikamjia. Fahamu zilipomjia akatubu, akaanza kutubu, basi akarudi mjini, akavishwa mavazi, akarudi kwenye uongozi wake. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nilikuwa naelezaje hapo? Kuelezea kwamba Biblia nayo inaunga mkono kuonyesha kwamba ukiwa na roho ya kiumbe fulani unakuwa na tabia zake, kama vile huyu mfalme alipokuwa na roho ya nyama, alipewa roho ya ng'ombe, akaota manyoya kama ya tai, akaota mikucha ikawa mirefu. Kwa hiyo ukienda polini unamkuta ana umbo la kibinadamu lakini ni mnyama tu, anaishi kwenye umande. Bwana Yesu abariki sana. Huyo mfalme Nebukadneza alipewa roho ya nyama. Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 24 mpaka 25 na mstari wa 31 mpaka wa 37, ukisoma hapo utakuta habari za mfalme alipewa roho ya nyama. Sasa basi siku 7, kama roho ya mnyama ni kuwa na tabia za mnyama, basi siku 7 za mtu binafsi ni kuwa na tabia 7 za kiungu. Mungu ana tabia 7. Unapokuwa na tabia 7, wewe ndio unakuwa una roho
ya Mungu, kwa sababu Mungu ana roho saba. Bwana Yesu abariki sana. Mungu ana roho saba. Kwa hiyo wewe ukiwa na tabia ya saba, maana yake kwamba wewe una roho saba. Bwana Yesu abariki sana. Hizo roho saba za Mungu zilizotumwa duniani kote ni tabia saba za Mungu zilizotumwa ndani ya wanadamu. Hizo tabia saba za Mungu ndio roho saba ambazo unazipata kwenye hicho kitabu cha Petro wa pili sura ile ya kwanza na mstari ule wa 4. Ukianza wa 3 inakuwa vizuri sana. Hapo utapata hizo tabia. Nipenda niziseme sana tu, mahubiri yanayokuja nitasoma. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ukishakuwa na tabia hizo za kiungu unakuwa na roho saba. Sasa vile tulivyohubiri kwamba waliingia katika safina wakakaa siku 7 wakina Nuhu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 7, wakakaa siku 7 kwenye ile safina ya Nuhu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa na Mkristo yoyote ambaye atakuwa na hizi tabia za kiungu kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4, huyu mtu atakayekuwa na tabia za kiungu 7, huyu ndio atakuwa yuko na roho 7, na huyu ndio atakuwa yuko ndani ya safina, ataingia kwa sababu Mungu ana roho 7 zilizotumwa ndani ya wanadamu. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6. Kwa hiyo inabidi uwe na roho 7, na hizi roho ndio tabia 7 za kiungu ambazo zimetumwa duniani kote. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Bwana Yesu abariki sana. Sasa basi, hapa nabii wetu William Marion Branham anatukumbushia kwamba huyu Yusufu tunayemsema alikuwa na kanzu lenye rangi 7. Bwana Yesu abariki sana. Baba yake alimshonea kanzu nzuri lenye rangi 7. Sasa anasema zile rangi 7 ambazo zilikuwa kwenye vazi la Yusufu zilikuwa ni rangi za upinde wa mvua. Na tunaambiwa upinde wa mvua wenyewe huwa unaakisi rangi kutoka kwenye jua. Jua lile lina rangi 7 limezichanganya pamoja, ikiwa ina maana tabia 7 inawakilisha tabia 7 za kiungu zimechanganywa pamoja. Kwa hiyo hizi tabia 7 za kiungu zikachanganywa pale, zile ni rangi 7 ambazo zilikuwa kwenye kanzu ya Yusufu. Na Yusufu alikuwa anawakilisha kanisa, kwamba unapobatizwa ukapata Roho Mtakatifu, tunasema Roho Mtakatifu ndio vazi la bibi harusi. Bwana Yesu abariki sana. Au Roho Mtakatifu ndio vazi la muaminio. Vile nilivyohubiri kwamba watu Adam na Hawa walivyofanya dhambi walivaa majani wakijificha utupu wao Mungu asiwaone, lakini kumbe Biblia inasema Bwana angalii kama wanadamu angaliavyo, bali Bwana utazama moyo. Kwa hiyo kama wewe una dhambi, Mungu akija hata ukivaa kanzu nyeupe nzuri, kama ndugu zetu wanavyofikiri kwamba ukivaa kanzu nyeupe nzuri inanukia, inapuliziwa na perfume, basi ndio umevaa vazi takatifu. Sasa leo unakumbushiwa kwamba vazi takatifu sio kama lile la Yusufu. Ile kanzu ilikuwa ni mfano tu, kwa sababu Torati ni kiongozi kutuleta kwa Kristo. Torati ni kivuli kutuleta kwa Kristo. Torati ni mfano tu. Kwa ile kanzu la Yusufu ilikuwa ni mfano tu. Hata kanzu unayovaa ndugu ikiwa na rangi nyeupe, hiyo ni mfano tu. Lakini vazi lenye takatifu nao sitiri utupu wako wa dhambi, hilo vazi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ziko roho 7, na hizi roho ni tabia 7 za kiungu ndani yako. Ukiwa na tabia 7 za kiungu ndani yako, ina maana wewe una mwili wa kiungu. Tutakuja kuona mwili wa kiungu. Ule mwili wa kiungu una rangi 7 zile za upinde wa mvua. Kwa hiyo upinde wa mvua ni mfano wa mwili wa kiungu ambao ndio kanzu ya bibi harusi au vazi la bibi harusi. Hilo vazi ni neno, na neno ni mwili wa kimbinguni. Kwa hiyo kwenye ujumbe huu unaitwa Yusufu akikutana na nduguze. Nabii ndiye ameeleza, amefunua hiyo siri kwamba vazi la Yusufu lilikuwa lina rangi 7. Na hiyo rangi 7 zilikuwa zinaonyesha rangi 7 za bibi harusi au kanisa. Yule bibi harusi atakaenda kumlaki Bwana mawinguni ana vazi lenye rangi 7 ambazo ni tabia 7 za kiungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sasa hizo rangi 7 ukishakuwa nazo ambazo ni tabia 7 za kiungu, nadhani siku nyingine nitasoma tabia 7 za kiungu, hizo ndio rangi 7 ambazo hizo rangi 7 sasa ndio zinaonyesha siku 7 za muaminio wa kweli akiwa ameingia ndani ya safina akafichwa siku 7. Kwa hiyo mimi na ndugu naye nisikiliza, wewe ambaye unampenda Mungu, inabidi uwe na tabia 7 za kiungu ambazo ziko kwenye hiyo Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4 na kuendelea pale. Hizo ni tabia za kiungu. Ukiwa nazo hizo ndio una Roho Mtakatifu.
Nyakati zile walipata Roho Mtakatifu akina Petro, lakini walipata Roho Mtakatifu kwa sehemu, kwa sababu walikuwa bado ni watoto wachanga. Hata Paulo alisema kwenye Wakorintho sura ya 13, anasema sasa hivi tunafahamu kwa sehemu, sura ya 13 wa Korinto wa kwanza. Lakini ijapo iliyo halisi ya kwa sehemu itabatilika. Kwa hiyo wakati ule walikuwa wanafahamu Mungu kwa sehemu na walikuwa na Roho Mtakatifu kwa sehemu. Ndio maana siku ya Pentekoste ilikuja ndimi nguzo ya moto ikajimega vipande, kila mmoja kikamtokea kipande cha nguzo ya moto, kikaingia kikakaa. Ile ndimi ya moto ni kipande cha nguzo ya moto, ni mwili wa kiungu, lakini ilikuwa ni kipande. Lakini ilibidi hichi kipande kikue mpaka kiwe kima cha Kristo na chenyewe kiwe nguzo ya moto kama ile ya Yesu. Kwa sababu Mungu aliweka sheria ya kila mtoto anayezaliwa inabidi akue awe mtu mzima. Ukiona mtoto amekuwa bado mtoto milele, ujue huyo mtoto ana matatizo. Kama wale Wakristo wenzangu hadi Yesu sasa hivi wanamuita hadi sasa hivi Yesu anamuita kwamba yeye ni mtoto. Lakini Yesu sasa hivi sio mtoto, ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Alitoka kwenye kitabu cha Ufunuo akiwa miali yake, macho yake kama miali ya moto, uso wake kama jua. Alikuwa ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kwa hiyo sasa hivi Yesu alishakuwa mtu mzima, sio mtoto. Na kila Mkristo anayemwamini Yesu Kristo inabidi akue akifikie kima cha Kristo. Na wanadamu wote wanaozaliwa hapa duniani ambao sio wagonjwa, huwa wanakuwa watu wazima mpaka anakuwa wazee. Bwana Yesu abariki sana. Na mwana wa Mungu Yesu Kristo alikuwa mpaka akawa mtu mzima. Na Yesu alikuwa ni mzee wa siku. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hizo tabia 7 ukipata unakuwa umekima cha Kristo, wewe ndio unakuwa uko ndani ya safina na unakuwa uko salama na unakuwa umevaa vazi la sufu. Wewe kama vita ya Armageddon inakuja haitakudhuru, kama matatizo yanakuja huko mbele hayatakudhuru. Wewe utakuwa salama kama vile Nuhu alivyokuwa salama ndani ya safina, kwa sababu wewe umeshaingia katika nyakati 7 za kanisa au 7 kanisa uko ndani ya safina. Na ukishakuwa na tabia hizo 7 unakuwa na mamlaka ya kunena ikawa, kama vile tunavyoishi kwenye utawala miaka 1000 tunakuwa na yale mamlaka ambayo Adamu aliyapoteza kule Eden kwa kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo utaweza kunena kitu chochote kikatokea. Sasa hayo mamlaka tunayapata sasa hivi, sio wakati ujao. Ukishayapata hayo mamlaka ya kunena ikawa, tayari wewe umeingia kwenye utawala miaka 1000. Kwa sasa hivi ukiwa ndani ya dunia hii hovu. Kama vile Yusufu alivyokuwa kipindi kile yuko ndani ya safina, siku 7 watu wanamzomea. Ni sawa na wewe ndugu ambaye unanizomea sasa hivi, auelewe kinachoendelea kama ndugu zako walivyokuwa namcheka Nuhu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo nyakati 7 za kanisa za mtu binafsi au siku 7 za mtu binafsi ni mtu binafsi kuwa na tabia 7 za kiungu, na akizichanganya zote anatoa rangi moja nyeupe ambayo inaitwa upendo mkamilifu, ule upendo wa kiungu. Bwana Yesu awabariki sana. Nadhani nimeelezea hizo siku 7 zote. Nilielezea siku 7 za Mungu ni miaka 1000 na siku 7 za watu binafsi ni siku za masaa 24, siku 7 ni juma moja. Alafu siku 7 za kanisa ni nyakati 7 za kanisa. Nimetaja kuanzia Paulo, kipindi cha Paulo, kipindi cha Ireneo, kipindi cha Martin, kipindi cha Columba, kipindi cha Luther, kipindi cha John Wesley na kipindi cha ndugu William Marion Branham ambacho kiliishia mwaka 1977. Sasa hivi tuko kingine, tutakuja kuelezea siku zinazokuja hicho kipindi tunachoishi ni kipindi cha namna gani. Bwana Yesu awabariki sana. Nadhani sasa baada ya kuelezea nyakati 7 za kanisa hizo, nikaelezea nyakati 7 za mtu binafsi, nikiwa na maana yani tabia 7 za kiungu zikiwa ndani yako, wewe ndio unakuwa umejaa Roho Mtakatifu wote, sio kwa sehemu, bali Roho Mtakatifu wote anaishi na ile nguzo yote ya moto inakuwa iko ndani yako. Ni katika jina la Yesu Kristo nashukuru kwa hayo, nikiwa nimemalizia hapo. Niseme namba basi za simu 0757 1974 88. Hiyo namba ya Tigo ya Voda. Namba ya Tigo ni 0676 1974 88. Namba ya Airtel 0680 60 90 na 86. Bwana Yesu awabariki, msichoke katika mahubiri ya jinsi hii kwa sababu bado yako mengi sana ya kuongea, na ukinifuatilia kuna siri nyingi utapata. Na nimemaliza kueleza ile siri ya siku ya 7 ambayo Mungu alimuumba mtu wa udongo na akapulizia pumzi ya uhai. Na sasa hivi tumeingia katika siku 7. Ukichukua kalenda ya Kirumi tuko siku ya 7 kwa sababu tumeingia 25 ile mbele. Ukichukua kalenda ya Myahudi tumeingia siku ya 7 ambao katika siku hii Mungu anaingia ndani ya mwanadamu kwa roho zake 7 kama alivyoingia ndani ya Adamu siku ile kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 akapulizia pumzi ya uhai. Na sasa hivi Mungu anapulizia ndani yetu pumzi ya uhai, tunarudishwa kwenye uzima wa milele.
Kwa hiyo kwa Jesio Edeni imesharudishwa sasa, lakini mwanadamu aliyorudishiwa ile Edeni ajitambui. Bwana Yesu abariki sana. Msikose mahubiri yanayofuata. Amen.